nini haswa ambayo mngependa labda serikali iweze kuzingatia? Sasa mimi naitwa Eric Nyamotemochaje, mkazi wa Kisii na aspiring MC Kisii Central Ward. Tuambie tu una matarajio yako. Matarajio yangu ni aje hii bajeti iangalie watu wa chini, watu wa chini, si watu wa juu wa juu. Isingatie watu wa chini wenye hawana kazi, wenye hawana mapato mazuri, kila kitu yenye kinafaa au watu wa chini wainuke. Si ikwe bajeti ya watu wa juu wenye wakana pesa alafu ndio wanapewa nyakati mzuri za kutumia hii bajeti. Kwa hivyo hii bajeti ikwe ya watu wa chini, wainuliwe, waingie juu, wapewe mapato mazuri, kila kitu wasingatie watu wa chini sana sana. Lakini wasingatie watu wa juu. Hivyo ndio nataka. Kama kwa majina yangu naitwa Justus Rasugu. Mimi ni mkaaji wa Kisii na tena ni mwenye biashara hapa Kisii. Tafadhali serikali, tumeumia sana. Vitu kama mafuta yameenda juu. Kama mambo inaitwa inaitwa su imekuwa bure. Tafadhali serikali tusaidie kama mambo ya mafuta. Biashara iendi, vitu iendi ya duka. Tafadhali rais, acha kutuwekea. Hii maneno ikiendelea namna hii, bajeti tumeona iko na usito. Tafadhali tupunguzie vitu ndio tufanye hata biashara yetu. Wewe asante sana. Wewe kama kijana wa kaunti ya Kisii, wewe unatarajia nini siku hii ambapo bajeti inasomwa? Kitu ya kwanza nasema alhamdulillah, namshukuru Allah muumba mbingu na dunia. Kitu ya pili, kama mimi mkaji wa Kisii, kitu ya kwanza nashukuru watu wa Kisii ni watu ambao wanampenda Mungu na watu ambao wanapendana. Unatarajia nini? Kwa bajeti mimi kitu natarajia bajeti, mimi naomba tu bajeti kila kitu irudi chini. Kitu kama mafuta ya bike ama mafuta ya gari, tuacha niongee tu msikie. Sababu sasa siku hizi kama mimi kazi yangu nafanya matatu. Sasa ukiangalia matatu sasa hakuna mtu mwenye anaenda place yote, hata kusalimiana hakuna. Sasa mimi nashindwa tunaelekea wapi? Mimi sitaki kuongea mbaya, lakini bado mimi ni MC TikTok kama do alongside Kisii Kenya. Thank you. Karibu wewe kama mkazi wa kaunti wa Kofia, tafadhali tuambie wewe siku hii ya bajeti unatarajia nini? Kwa majina ni Peter, mkazi wa Kisii, tena hasla sana. Mimi matarajio yangu kwamba nalia kilio cha haki kitendeke, ukweli kitendeke. Huyu ikisomwa leo bajeti, yani irudi chini, maisha ya kila mtu apate yale manukato yake ya kila siku. Kweli tunapelekwa kubaya. Angalia sasa wananchi tunalia kilio kwamba maisha yamekaa magumu, hatupati mapato, hakuna kitu tunapata. Vitu yani zimekaa ngumu kweli kabisa. Angalau leo vitu zirudi chini, kila mtu apate. Hivyo. Kwa majina hizo Jojo Mwengo Kenya from South Mugirango. Majina hizo Jojo Mwengo Kenya from South Mugirango. Mambo ya kutuangeleza kutuambia ati bottom up. Natuambia nimetenga bilioni fulani. Barabara kutoka Itao kwenda Mogenda mpaka Nyamaia iko wapi? My friend, mambo ya manapo tuangalia budget. Mambo ya budget my friend. Tumesanga watoto shule. Tupunguzie my friend. Ile barabara. Mimi ndio wa mwisho. Wengine pia wako pande huu. Wewe unatarajia? Naam. Mimi ni Paul Onkoba Mbogire. Ni mkazi wa mji wa Kisii. Ningependa serikali iweze kuangalia angalau tax angalau kwa mafuta. Mafuta yameweza kupanda sana, waweze kupunguza kwa sababu kupitia kwa haya mafuta mengine yatapungua. Tuangalie unga, sukari na vile vitu ambavyo vinatumika na mwananchi wa hapa chini. Angalau tuweze kujali hawa waendesha pikipiki. Tukipunguza mafuta kila kitu itakuwa inaenda vizuri. Hivyo tunatarajia hii bajeti iweze kujali mwananchi wa kawaida, angalau maisha yaweze kuendelea. Asante dereva. Tuambie matarajio yako siku hii ya leo. Nimeshukuru sana Citizen kwa kunipa ile fursa. Mimi kama Jackson Frederick Orero, mhudumu wa matatu, ninasema kwamba hii mafuta, kila kitu imekufanya umefika hapa ni mafuta. Hata nyinyi wa hii Citizen mmekuja kwa pikipiki mulipanda kwa mafuta, ama mulikuja kwa gari mulipanda kwa mafuta. Sasa kama mafuta ianguki, hata sisi hata wanafunzi wetu nadhani hawawezi rudi shuleni kwa sababu hatuna mafuta na shule haina mafuta. Msije mkaseme kwamba shule inachomwa kwa bure. Shule inachomwa kwa sababu hakuna mafuta na walimu hawana mafuta. Hawana kitu ya kuwapa wanafunzi kwa sababu
mwalimu hawezi toa pesa yake kwa mfuko akuje kupatia mtoto ile samaki anataka ama nyama, sababu nyinyi mumeifungia. Tupate wacha mzee mwingine hapa pia anataka kuzungumza. Tuambie wewe kama mkazi wa kaunti ya Kisii unatarajia nini? Kama sisi kama kaunti ya Kisii yenyewe tumeumia. Kama sisi vijana, kama sisi Gen Z tumeumia sana. Hii bajeti wameongeza imekuwa juu sana bana. Ukiona maneno ya mafuta ya mboga, mafuta ya gari bado iko juu. Unasikia bottom up. Hiyo bottom up iko inamaanisha vitu zitoke chini ende juu. Tafadhali serikali naomba mpunguze hii maneno ya bajeti. Tafadhali naomba mpunguze. Sisi kama vijana tunaumia sana. Hatuna kazi, hatuna kitu yote. Tunang'ang'ana kutafuta pesa, hakuna pesa. Tunang'ang'ana kuenda juu na chini, hatuna kitu yote. Tafadhali serikali naomba punguze bajeti. Tutafuta kina mama hapa na siwapati. Mama unaweza kuja tafadhali? Tuambie unaitwa nani? Kisha haya mama anataka tuambie unaitwa. Kimalize na wewe. Kwa majina mimi naitwa Pito Nduso. Mimi kitu yenye naongelea cha kwanza, unajua hii mambo ya mafuta ndio imeleta shida yote. Na wakati tunatarajia wasome budget leo, kitu cha kwanza mafuta iteremuke. Mafuta ndio chakula, mafuta ndio kila kitu. Kuitao hiyo mafuta kuteremuka